Hapa kuna jambo jingine ambalo nataka niongeze. Jambo hili naitwa kufanya mazoezi. Kuweka kwenye vitendo ni sawasawa na kufanya mazoezi, kuzoeza. Waebrania 5:14. Ndio. Waebrania 5:14. Biblia inasema, naam, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sawa. Unaweza kumsaidia ukaitoa tu ila aweke na. Okay. Kwa hiyo matumizi ya neno la Mungu sawa, yana maana nyingine kwamba ni mazoezi. Kila kitu, na hata lugha Waingereza wametumia neno sema practice always makes perfect. Yani unapolitumia jambo, unapolifanya jambo mara kwa mara, kwa lugha nyingine hiyo nyingine haifanyi kazi. Kwa lugha nyingine inapata nini? Unapofanya jambo mara kwa mara unapata uzoefu. Hiyo ndio tunasema perfection. Kwa hiyo akili inapozoezwa kufanya mambo mara kwa mara, na kwa kadiri unavyofanya mambo ndivyo unavyopata ujuzi, uzoefu. Sasa imani ni mazoezi. Huwa nawaambia watu, kwa mfano, kuna vitu tunashindwa katika imani kwa sababu tunataka kufanya kutoka kwenye kubwa kuja kwenye dogo. Hiyo ni lazima tuanze, kama tunataka kwenda kwenye kubwa zaidi, sawa, ni lazima tuanze. Kwa mfano, nitumie mfano huu. Unatarajia kuwa mwombaji anayejishughulisha pia na kufunga. Sasa ukianza tu kwamba nataka nipige 7 kavu, safari yako itaishia njiani mapema sana. Kama ni mtu ambaye hajazoea maombi pamoja na kufunga, sawa, lakini unaanza kidogo kidogo. Kwanza uanze maombi ya kawaida na mfungo wa kawaida, labda saa 6. Sawa, una lengo kubwa kule mbele, lakini anza saa 6. Utaamka asubuhi saa 12, utafanya shughuli zako mpaka saa 6 unafungulia, au saa 7. Utaenda hivyo siku ya kwanza, ya pili, unaongeza, nasema sasa naenda saa 12, labda kwa siku 2. Kwa hiyo ni mazoezi. Sasa 6 umezoea, unakuja 12, 12:3 au 12:5. Sasa ukitoka hapo, maana yake hata mwili wako umekwisha kuanza kuzoea hali ya mfungo. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukasema sasa nipige kavu. Sawa sawa. Hizi kavu pia usipige nyingi za ghafla. Piga tu saa 24. Ndani ya mwezi mmoja au ndani ya wiki ufunge mara moja. Ninafundisha maana ya kufanya mazoezi kwa neno la Mungu unalokuwa umelisikia. Sawa sawa. Na hasa linapokuwa linakuhitaji kuwa ni jambo la maisha yote. Usilifanye kama jambo la leo tu. Ninarudia, unaposoma neno la Mungu na linakupa maamrisho au linakupa wajibu wa kufanya jambo hilo kuwa sehemu ya maisha yako mpaka unapoondoka duniani, basi ni lazima uanze kufanya mazoezi katika njia nyepesi ili kufikia viwango
vya njia ile ya juu zaidi. Kwa hiyo hata katika mambo ya uongozi wa kanisa tutajifunza kozi za uongozi. Tunasema tunapopanga mipango ya kanisa tusipange mipango complex, mipango iliyosokotana, migumu, ambayo ni ngumu kutekelezeka. Tutengeneze mipango miepesi, mifupi, alafu inayoeleweka na inaweza kutekelezeka. Sasa kutokea hapo tunakuwa na uzoefu, tunaweza kupanga ile mikubwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo neno la Mungu unapolipata lazima uweke mkakati wa kulifanyia mazoezi. Unazoea.